Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika uchambuzi wetu wa habari katika habari zetu za siku ya leo. Mimi ni mtangazaji wako Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwa channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mara nyingine tena nikukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Uchambuzi wa habari zetu za siku ya leo, tutachambua kabisa kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea kuripotiwa huko katika tarafani Fizi, ambapo kwa sasa namna gani jeshi la Kongo linavyojipanga kwenye mstari wa mbele. Tutapata nafasi kabisa ya kuweza kuchambua na kujua mapigano hayo kabisa yanaendelea namna gani. Pia tutachambua kabisa kuhusu habari ambazo zinaleta woga katika tarafa la Uvira, ambapo habari zinathibitisha kuwa watu wanaanza kupelekana sehemu ya siri, na kwa sasa habari hizo zikiwa zimevuma, ambapo habari hizo zilitokea Kalemi, Misisi, Baraka, na kwa sasa zimekuwa hapa mjini Uvira. Tutaweza kuchambua habari hizo, na pia tutachambua kuhusu tangazo la Rwanda ambalo kabisa limekamilisha kutaja kuwa baada ya kuwekewa vikwazo na Marekani ni lazima sasa waondoe wanajeshi wao ambao wanaopatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia tutagusia kidogo kabisa kuhusu tangazo la M23 kupitia Twitter, ambao wamethibitisha kuwa Kanali Willy Ngoma aliweza kufariki kupitia shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani huko maeneo ya Rubaya. Haya na mengine nikukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Mimi ni Janvier Emmanuel Kaluya. Ukiwa na maoni au pendekezo, nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini, unaweza kutuandikia moja kwa moja, tutakwenda kukujibu. Tuanze na uchambuzi kuhusu vita namna gani vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan huko katika tarafa la Fizi, ambapo siku hizi kabisa tangu tuanze wiki hii kunakuwa na shambulizi ambazo zinakuwa zikifanyika sehemu mbalimbali katika eneo hilo la Fizi, ambapo kunakuwa na uvamizi wa waasi wa M23 wanajaribu kuvamia sehemu mbalimbali za huko Fizi. Lakini kwa sasa tutakwenda kujuza kabisa namna gani maeneo hayo yanavyoishi kwa sasa, kwa sababu jeshi la Kongo limehakikisha kupitia msemaji wa FARDC ambaye Rigeni aliweza kuhakikisha kuwa kwa sasa jeshi la Kongo linajipanga vizuri na linaendelea kabisa kujikina ili kuendelea kuchukua vijiji mbalimbali. Kwa sasa umesikia kwamba kulikuwa na mapambano pale maeneo ya Mikenge, na baada ya kuwatoa pale Mikenge, mapigano hayo yalishuhudiwa kabisa maeneo kadhaa kupitia vijiji ambavyo vinavyozunguka Minembwe, na hiyo jana ilikuwa nizamu kabisa ya vita ambayo ilikuwa inazuka pale maeneo ya Minembwe Centre. Na kwa sasa kabisa hakuja kuwa kamilisho yote ambayo inaweza kukamilisha kuwa tayari Minembwe imedhibitiwa na jeshi la FARDC, kwa sababu mpaka sasa tunajaribu kumtafuta msemaji wa FARDC kupitia njia ya simu, bado kabisa hatujampata, na tunaendelea kufuatilia. Ikiwa habari zitakuwa za ukweli, tutakuja hapa ili kabisa kuletea habari zenye kuwa za ukweli, zisizokuwa za kasoro. Lakini kwa sasa jeshi la Kongo pamoja na wazalendo wako katika sura nzuri, kwa sababu kunakuwa na ile masikilizano, na habari ambazo tumezipata zilithibitisha kuwa Ngoma Nzito kupitia uongozi wake wa force speciale ambayo iliweza kuundwa ya wazalendo na wajeshi wa Kongo ama FARDC wanaendelea kushirikiana kwa pamoja vizuri kabisa bila hata tatizo. Na pia kwenye milima fulani hapa mjini Uvira, kila leo wazalendo wanaendelea kupanda kabisa na jeshi la FARDC ili kusaidiana na kuangalia namna gani wanaweza kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukianza Pwezero, Kalingi na nafasi zingine, ni jeshi la FARDC pamoja na wazalendo ndio ambao wanaendelea kumiliki maeneo hayo. Pia tugusie habari kabisa ambazo ziko moto ambazo mpaka sasa watu walikuwa bado hawajakamilisha kwamba Willy Ngoma aliweza kupoteza maisha
Kwa sasa nadhani kwamba watu wote wameelewa na ulimwengu mzima, na televisheni mbalimbali zote zimetangaza kifo cha Willy Ngoma, kwa sababu wengi wao walikuwa wanasema kwamba Willy Ngoma kila leo mnatangaza kwamba anafariki, lakini muda mchache pia tena anaonekana. Lakini kwa sasa habari zimeonekana wazi na zimedhibitisha, kwa sababu hata mke wake wa marehemu alikuwa bado kabisa hajakamilisha kwamba mume wake amefariki, lakini kwa sasa tayari naye amekamilisha kwamba mume wake amefariki, baada tu ya kuona tangazo la M23 wakitangaza kwamba tayari Willy Ngoma amefariki kupitia shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani ambalo limeweza kumshambulia pale maeneo ya Rubaya. Na pia katika shambulizi hiyo kuna viongozi wengi kabisa ambao waliweza kufariki kwenye shambulizi hilo. Moja kwa moja tuzungumuze habari za pale maeneo ya Rwanda, ambapo Rwanda kabisa imetangaza kuondoa wanajeshi wake nchini Kongo ya Kidemokrasia baada ya maafisa wake kuweza kuwekewa vikwazo. Nilikuja hapa nikakwambia kwamba serikali ya Umarekani ingali inachunguza, kwa sababu Rwanda ilikuwa ingali inacheza na Umarekani, lakini Umarekani ilikuwa ingali inachunguza, na baada ya kukua na bidhibitisho, kwa sababu kiangalia Rwanda ilikuwa inakataa kwamba hakuna wanajeshi wake ambao wanapatikana nchini Kongo ya Kidemokrasia, lakini wamewekewa vikwazo, na kwa sasa kunaonekana kuwa wanajeshi wa Rwanda wako nchini Kongo, na Rwanda imetangaza kwamba wataweza kurudi. Je, unafikiri kwamba ikiwa wataondoka, je, Umarekani itaondosha ile vikwazo au itakuwa namna gani? Kwa sababu Rwanda kila leo ilikuwa inabisha kwamba haina wanajeshi wake nchini Kongo ya Kidemokrasia. Na ukiangalia baada ya hii kauli ambayo rais wa Rwanda aliweza kuzungumza wakati M23 ilikuwa Uvira, alisema kwamba yeye ana kontrole Bukavu, Uvira, Goma na nafasi nyingine, na akasema kwamba vita ambavyo vinavyopatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni vita vya mpaka, akigusia kwamba yani Sud Kivu yote na Nord Kivu ni kipande chake ambacho waliweza kumkula yeye Kagame. Lakini kupitia tangazo lao ambao wametangaza, wameonyesha kuwa baada ya kuwekewa maafisa wake wa 4 vikwazo na Umarekani, kwa sasa Rwanda imeamua kurejesha maaskari wake huko maeneo ya Rwanda, kuwatoa nchini Kongo ya Kidemokrasia. Je, itawezekana au haitawezekana? Je, atafanya maskarade kama vile anavyofanya kila leo au itawezekana? Ni jambo la kuendelea kufuatilia na kuendelea kuchunguza. Tutoke huko Rwanda tukuje moja kwa moja hapa mjini Uvira. Hapa mjini Uvira kuna habari ambazo zilianza kuzagaa kabisa tangu wiki iliyopita, ya kwamba kuna kuwa na watu ambao wanatembea katika mgini mzima ambao wanafanyisha mazinga hombo, na wakikugusa tu ama wakikusalimia moja kwa moja sehemu yako ya siri inaondoka. Hii ni mambo ambayo tuliweza kuyafuatilia kabisa muda mrefu, na tayari kupitia kituo chetu tumekuja ili kuweza kutangaza habari hizo, kwa sababu tayari zimekuwa wazi na zinaanza kuonekana. Habari hizo bado Uvira hazijakamilisha, lakini kungali ile matetesi ambayo ingali inatokea. Walisema, lakini sisi kupitia televisheni yetu tunaendelea kufuatilia ili tuje kabisa tukujuze ukweli na uweze kufahamu kinachoendelea. Lakini pale Misisi kuna baba mmoja kabisa mwenye kukadiriwa kuwa na umri wa miaka 45 aliweza kuuawa na vijana wenye hasira baada tu ya kushakiwa kuwa ameweza kumpeleka sehemu ya siri baba mmoja, kwa sababu baada ya kusalimiana sehemu yake ya siri iliweza kuondoka, na baada ya kupiga kelele aliweza kukamatwa na vijana wenye hasira na wakampiga mawe, pia wakachoma mwili wake. Na tariki 2 hapo maeneo ya Baraka, hiyo tukio pia ilifanyika, wenye wanajua Baraka ku etat major ya FARDC kwenye barabara nambari 5. Kuliweza kuonekana pia maafa ambayo iliweza tokea baada tu ya baba mmoja naye pia kumsalimia baba mwingine na kulalamika kupiga mayowe kuja kutizama tayari sehemu yake ya siri imeondoka. Jana walimkamata na kumpiga fimbo na kumuunguza na kupoteza maisha. Serikali ama polisi ilikuja kufika maeneo hayo tayari kabisa. Walioendesha kitendo hicho walikuwa wameshaondoka. Hiyo mambo ambayo mpaka kwa sasa wanaume wote wa Baraka tunavyozungumza kwa sasa, kila mtu anakuwa na bangiri ama epengle. Kuna kuwa ile bushanga ambayo anavaa na anaweka epengle ili kabisa, kwa sababu wadadisi wa mambo wamezungumza kwamba ama hiyo ndio strategy ambayo inaweza kukinga hizo bangiri, ndio zinakinga. Yani mkikutana naye, kwa sababu anatumia kama mazinga hombo, akikusalimia au mkigongana naye, hiyo kabisa hawezi kufanya jambo lolote. Hiyo uvumi tayari imepatikana Uvira. Hivi tunavyozungumza kwa sasa, watu wote wa Uvira kabisa wameanza uzushi kwamba
tayari hiyo hali imefika Uvira, lakini mpaka sasa tunaendelea kufuatilia ili tujue habari hiyo kama ni ya ukweli au ni uongo. Lakini katika pita zetu tulipata kuanguka kwenye tangazo moja ambalo liliweza kuandikwa, tangazo ambalo liliweza kuandikwa na viongozi wa mashirika za kiraia pale tarafani Fizi. Nao pia waliweza kuhakikisha hali hiyo, lakini waliweza kulaani vitendo vya kujilipishia kisasi. Ni vema kuwakamata wale watu, wasiwaue, ili kwamba wawaulize vizuri na wenda wanaweza wakafichua siri. Lakini kama mtu ameshapeleka sehemu ya siri ya mwanaume mwingine, alafu mnamkamata, mnamuua, pale mnaonekana kama mnapoteza trust. Ni vema muweze kumkamata na mpeleke kwenye vyombo vya sheria ili aweze kuhojiwa na aweze kutoa mwangaza na ukweli, na wenda suluhisho inaweza kupatikana katika hali hii ambayo inayoonekana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika province ya Sud Kivu. Ikiwa tunaendelea na uchambuzi wetu wa habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, tunaendelea kusema asante kwa nyote ambao mnaendelea kufuatilia channel yetu, mnaendelea kulaki pia kushare mahali pote ambapo mlipo. Lakini tunakuomba kila leo, kiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine. Tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Leo tumepata nafasi ya kupata ziara kabisa na kuweza kufika sehemu ambapo mafukwe ama shimo ambayo iliyoweza kuwekwa kabisa mili ya watu ndani wakati ya M23 ilikuwa hapa mjini Uvira. Leo tumepata nafasi kabisa ya kuweza kutembelea pale maeneo ya Kiromoni ya pili na kwenda kujionea hali namna gani fuku hilo kwa sasa limeonekana. Habari zetu ambazo tumezigundua kwa sasa linaonekana kuwa ni kweli. Sehemu hiyo ni nafasi ambayo waliweza kuzika mili ya watu ambayo haina hesabu katika shimo moja, na government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Jean-Jacques Purusi iliweza kugundua mahali hapo baada tu ya vijana wazalendo ambao waliweza kushuhudia na kukuta mwili ya mtu ambaye amefariki ikiwa inanengenea, mkono ikionekana, na hiyo imewapea nafasi ya kuweza kufunua na kuweza kukuta kabisa mili ya watu iko ndani. Lakini kwa sasa television yako tumepata nafasi ya kuweza kutembelea mahali hapo, licha kuwa hakukuwa na nafasi ya kuruhusu ili kupiga picha na kuweza kuonesha hali halisi, lakini imeonesha kuwa ni kweli nafasi hiyo mili ya watu iliweza kuzikwa, na ni jambo ambalo kabisa likiwa linaonekana na liko wazi, ambapo serikali ya Kongo ikiendelea kufuatilia ili kutoa mwangaza kabisa kuhusu mafukwe ya watu ambao waliweza kuzikwa kwenye simu moja huko maeneo ya Kiromoni. Nani hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Uchambuzi wa habari zetu za siku ya leo umeletwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluya. Mahali pote niseme asante kuendelea kufuatilia vipindi vyetu, na tuseme asante kwa wale wote ambao wanaendelea kufuatilia kazi zetu ambazo kila leo tunapowajia na habari ambazo zisizokuwa za kasoro. Nakutakia asubuhi njema na jioni njema kwako. Kwaherini.